Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo tena ni mwendelezo wa darsa zetu za usulul fiqhi katika kitabu chetu cha Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, juzu ya kwanza, na leo tuko katika kipengele kinachosema an-nasxu bi fahwa al-khitab. Nasxu kwa madhumuni yanayobebwa na khitab, na tutaitazama al-mafhumu al-awla bil-hukmi min al-mantuqi, mafhumu ambayo ni bora kwa hukmu kuliko mantuq. Dhahaba al-jumhur ila jawazi an-naskhi bi fahwa al-khitab, wamekwenda jumhuri ya wanawachuoni katika kauli ya kujuzisha naskhu kwa madhumuni yanayobebwa na khitabu. Wakatoa mfano wakasema nahu qawlihi ta'ala, mfano wa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, fala taqul lahuma uffin, usiwaambie wazazi wawili ufi, yani ukaguna ukasema usifanye hivyo. Yadullu bi fahwa al-khitabi, aya hii inajulisha kwa madhumuni yaliyobebwa na khitabu, wa tambihi na tanbihi, ala tahrimi dharbi alwalidaini, juu ya uharamu wa kuwapiga wazazi wawili. Idh huwa aula bitahrimi, kwa kuwa kuwapiga wazazi wawili ni bora zaidi kwa uharamu, min at-ta'fifi al-mantuqi, kuliko kule kuguna kulikotajwa kwenye aya. Kwa hiyo utaona kulikotajwa katika aya ni kuguna, wala taqul lahuma ufi, lakini la kuwapiga limenyamaziwa. Sasa hayo ndio madhumuni yaliyobebwa na khitabu. Yani aya inatufahamisha sisi, yani mafuhumu la aya, kama kuwagunia wazazi wawili kumekatazwa, basi kuwapiga ndio kabisa huruhusiwi. Hii ndio inaitwa an-naskhu bi fahwa al-khitab, ni nasu kwa madhumuni yanayobebwa na khitabu. Kama umeambiwa usiwagunie wazazi wawili, basi utakiwi kabisa kuwapiga. Kwa hiyo utaona hilo la kuwapiga au la bitahrimi lina ubora zaidi kwa uharamu, min at-ta'fifi al-mantuq, kuliko suala la kuguna ambalo limetamkwa katika aya. Huo ni mfano wa kwanza. Sasa muallif anasema, falau furidha anna dharba alwalidaini kana mubahan qabla wujudi hadha almafhum, basi lau ingekadiriwa ya kuwa kuwapiga wazazi wawili ilikuwa ni halali kabla ya uwepo wa mafhumu haya, i'tubira hadha almafhum, yangezingatiwa mafhumu haya ya kuwapiga wazazi wawili, mafhumu haya nasikha li ibahati dharbi, ni yenye kufuta uhalali wa kuwapiga. Hapa lazima tuelewane vizuri. Asema falau furidha, lau ingekadiriwa, anna dharba alwalidaini, kwamba kuwapiga wazazi wawili, kana mubahan, ilikuwa ni halali hapo mwanzo, kabla wujudi hadha almafhum, kabla ya uwepo wa mafhumu haya tuliyoyafahamu kutokana na hiyo aya, wala taqul lahuma ufi. I'tubira hadha almafhum, basi yangehesabiwa mafhumu haya nasikhan li ibahati dharbi, kuwa ni yenye kufuta uhalali wa kuwapiga wazazi wawili. Hii ndio inaitwa an-naskhu bi fahwa al-khitab, naskhu kwa madhumuni yanayobebwa na khitabu. Wa dhahaba ba'dhu shafi'iyya, na wakenda baadhi ya wafuasi wa Imam Shafi'i, ila anna hadha al-mafhum, katika kauli ya kusema kuwa mafhumu haya la yakunu nasikhan, hayawezi yakawa ni yenye kufuta, li'annahu qiyasun jaliyu, kwa kuwa mafhumu hayo yanahesabika kuwa ni qiyasi kilicho safi, ni qiyasun jaliyu. Wal qiyasu la yakunu nasikhan, na qiyasi
hakiwezi kikawa ni chenye kufuta. Ni baadhi ya Mashafii ndio wanasema hivyo. Wal mukhtaru, na kauli iliyochaguliwa, huwa al-awwalu, nayo ni ile kauli ya mwanzo. Lianna hadha al-mafhum, kwa kuwa mafuhumu haya yajri majra al-mantuq, yanapita mapito ya mantuku, kama ilivyo mantuku na mafuhumu ndivyo ilivyo. Bal huwa aula, bali mapito hayo, mafuhumu hayo yanakuwa ni bora zaidi. Wala yadhuru tasmiyatuhu qiyasa, wala haidhuru kuyaita kuwa ni qiyas. Eti kuyaita haya mafuhumu kuwa ni qiyasi hayadhuru, mpaka ikafikia kusema kwamba haiwezi kuwa ni nasikh. Haidhuru. Hadha wa idha nusikha al-hukmu al-mantuqu, pamoja na jambo hili na vile vile pindi itakapofutwa hukumu ya mantuku, nusikha hukmu mafhumu minhu, hufutwa pia hukumu ya mafhumu inayotokana na hiyo mantuku. Hadha, pamoja na hilo tulilolitaja, wa idha nusikha al-hukmu al-mantuku, na hivyo itakapofutwa hukumu ya mantuku, nusikha al-hukmu al-mafhumu minhu, itafutwa ile hukumu ya mafhumu inayotokana na hiyo mantuku, ifutwe. Wala taqul lahuma ufi, basi vile vile dharbu alwalidaini na yenyewe itakuwa imefutwa. Asema falau faradhna naskha tahrimi ta'fifi, basi lau tutakadiria naskhu ya uharamu wa kuwakemea wazazi wawili, nusikha tahrimu dharbi tab'an lahu, vile vile utafutwa uharamu wa kuwapiga hali ya kuwa ni wenye kufuatia yale mafuhumu yanayotokana na ile aya wala taqul lahuma ufi. Liannahu, kwa kuwa yo, idha saqata al-aslu saqata al-far'u, unapoporomoka msingi basi na tawi nalo pia limeporomoka. Na hii ni kanuni kabisa, idha saqata al-aslu saqata al-far'u, ni kanuni. Wa dhahaba ba'd al-hanafiyya, na wakenda baadhi ya wafuasi wa Imamu Abu Hanifa, ila jawazi naskhi al-asli al-mantuq, katika kauli ya kujuzu naskhu ya msingi wa mantuku, duna al-far'i al-mafhumu minhu, kinyume na naskhu ya tawi la mafuhumu linalotokana na msingi huo. Akatoa mfano akasema, kadharbi, kama vile kuwapiga wazazi wawili. Liannahu la yalzamu min ibahati al-khafifi ibahati al-thaqil, kwa kuwa yo hailazimishi kutokana na uhalali wa jepesi ikawa ndio uhalali wa jambo zito. Yani kama kuna tokana jambo fulani ni halali na ni jepesi likafanywa kuwa ni halali, basi hiyo haipelekei kwamba ndio uhalali wa jambo zito. Wakhtara al-Qadhi Abu Ya'li ibn Uqayli, na kauli hii akaichagua al-Qadhi Abu Ya'li ibn Uqayli. Pia leo tutakomea hapo, lakini somo linalofuatia tutakuja kuelezea ma yu'rafu bihi naskhu, kile ambacho hujulikana kwacho naskhi. Naskhi inajulikana kwa sababu ipi, ama kwa kutumia dalili ipi ili uweze kujua naskhu. Tutakuja kuendelea lakini tutaunganisha, kwa sababu hiyo ni ndogo sana, tutaunganisha na somo as-sunna, tuijue as-sunna, japokuwa sunna mlango wake ni mrefu sana, lakini tutakwenda hivyo hivyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfiki, innahu waliyut tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.